Kusema hii taarifa tunayo muda na tumeshafanya consultation nyingi na watu ambao sitaeleza vizuri hapa mikakati ambayo ipo, lakini kuna vitu fulani, kuna mitego fulani tumetegesha na tunawaangalia tu, tunasubiri waje, lakini tu labda naweza tu nikasema kwa kifupi kwamba wakumbuke kwamba walifanya kosa ya kutaka kuniteka jijini Nairobi. Kwa hiyo kama hawajui, ile tayari sisi kwetu ni silaha ambayo tutaitumia kwa kikamilifu sana, na ina maana kwamba kuna kesi pia hapo ambayo wakimove wanavyotaka kumove na sisi tuna move zetu hivyo tu. Kwa hiyo wakae kwa kutulia. Mimi ninarudia tena, nimeshawashauri hili swala waachane nalo, waanze sasa hivi kuangalia ni namna gani kila mtu hapo alipo atakavyojaribu kujitenga na uovu ambao unaendelea, na asionekane kwamba alikuwa ni enabler. Yani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa sio tu anatekeleza, lakini pia alikuwa anasaidia ili jambo kulifanikisha la kuua maelfu ya Watanzania. Kwa hiyo ni hivyo tu kwa kifupi. Ni mazuri. Nitaanza na hii ya Mary, alafu nitaenda kwa Jacqueline kwa sababu it's very simple. Lakini kwa upande wa Mary ameuliza swali zuri sana, na nadhani hii ni kitu ambacho pia mimi kinanifanya mpaka usiku yani kuna wakati nakuwa nakosa usingizi au naamka usiku wa manane, kwa sababu nadhani hakuna ukatili mkubwa kama kuwaua watu, na asilimia kubwa sana zaidi ya 50 ya watu wameuawa wakiwa majumbani au wametoka kutafuta chakula au walikuwa wako tu kwenye shughuli zao wakauawa. Kuna kikundi kikubwa sana cha watu ambao wameuawa ambao ni watoto wa mtaani. Yani hicho kinaniuma kwa sababu ni watoto yatima. Fikiria watu jinsi walivyokuwa makatili, wanaua mpaka watoto wa mtaani, wale watoto yatima wenye shida. Kuna video zingine ambazo ziliwekwa niliona kwa Mange na kwa wengine, ukiangalia kwa karibu wale watoto, ukiangalia miguu yao jinsi ilivyokuwa ni chafu, hawana hata viatu, wengine hata nguo zao ni zimechakaa. Unaona kabisa huyu ni mtoto mwenye shida, alikuwa labda yuko mtaani tu anasota. Wameua watu wengi, wameua watu ambao wana matatizo matatizo ya afya akili, au ambao walikuwa ni maskini, wanaishi barabarani, walikuwa naishi kwa kutegemea misaada. Sasa hawa kwa mfano tunawajuaje? Mimi kwangu swala hili la kufanya tracking ni kuhakikisha hakuna mtu anapotea. Yani hata kwa hawa watoto jamani, tusiwasahau, isije ikawa kama hawajapita duniani, kama vile hawakuzaliwa. Yani inauma sana. Yani mimi nimewaza kwamba maisha ya binadamu inapita hivi kwa sababu kuna mwanamke mmoja anaitwa Samia Suluhu ameamua baki madarakani, ameridhia watu wauawe, alafu anakuja kuuawa mtoto mdogo labda hajaomba kuzaliwa yeye katika umaskini. Kwa hiyo Mary nimemuelewa na nimesikia ile pain yake akiuliza tutawapataje. Sasa kuna njia 2 au 3 za kuwapata, ila nitaomba kitu kimoja, kama utaniruhusu Mary, nisiweke sasa hivi hapa, kwa sababu hawa watu usiku na mchana kazi yao ni kujipanga na kufanya uovu. Yani mimi sijai kuona watu waovu kama hawa. Nimejaribu kufuatilia katika historia na nimesoma mambo mengi. Niseme hata Hitler na Nazi ambao wameua mamilioni hatimaye kwa miaka mingi kwa siku moja. Yani hii speed ya kuua watu, alafu on top of that kupoteza. Yani fikiria, kulikuwa na kesi ya mtu ameenda kuzika, familia imeenda kuzika, polisi wakaja na silaha wakanyang'anya mwili wakatokomea nayo, na ilikuwa imeshafukiwa wakafukua. Nilienda kuzisimulia Ulaya, yani wazungu waliniangalia, yani walikuwa wananiambia nirudie tena, mpaka nikawaonyesha ujumbe ule na mwanafamilia aliyekuwa nasimulia. Yani hawakuamini, wanasema sisi hatujai kuona tabia hiyo, ni ya ajabu, hawajai kuona. Sasa ukishaona kwamba pamoja na kwamba wana historia ya ukatili, lakini naona kushangaa, ujue hao watu wamefika mwisho kwenye ukatili. Kwa hiyo kwenye kupata miili yao sio kwamba haiwezekani kabisa. Naamini kuna baadhi ya miili itapatikana, kuna baadhi inawezekana wameshayaharibu kabisa, lakini tutaendelea kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuweza kuidentify. Hata kama hautapatikana mwili wote, lakini at least kujua kwamba mtu fulani alikuwa yuko hapa inawezekana. Kwa hiyo hili swala najua linaumiza sana, lakini hasa tarehe 9 Disemba ni kuhakikisha
hiki kikundi kiovu kinaondoka. Kujibu swali hilo la nadhani alikuwa anaitwa Jacqueline kuhusiana na hiyo link iko salama kabisa. Inaendelea kufanyiwa uimarishaji, lakini data zote ziko salama, wala usiwe na wasiwasi. Na kama hivi tulivyokuwa tunakusanya hizi data, nyingine tunazikusanya kupitia DM, nyingine WhatsApp, na pia njia nyingine ni form ya Google, lakini pia kuna watu ambao wako kwa ground wanakusanya hizi taarifa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba pale unapojaza, unapoleta taarifa, kwanza tunazihakiki. Kwa hiyo sasa hivi tumeweka mfumo na utaratibu backend, zinapitiwa, tunahakiki. Kwa hiyo hii ni utaratibu ambao tunataka kuweka ili kuhakikisha kwamba tutakapokuja kwenye kuwawajibisha watu, sio tu tunawakumbuka watu, lakini kusema kwamba tuna uhakika idadi fulani either wamefariki. Kuna wachache ambao wamekuja kupatikana wamejeruhiwa, lakini wengine ni wamepotea. Yaani ni kwamba watu wanasema tulipigwa risasi baadaye imepotea. Kwa hiyo hii yote ni sehemu ya kuweka record, na baadaye naamini kwamba namna ambavyo mambo yatabadilika na kuwa bora zaidi, basi na sisi katika hili la kukusanya taarifa itakuja kuwa jambo ambalo eventually serikali itakuja kufanya, lakini si kwa serikali haramu hii. Asante.